Bana Shwari, mambo vipi? Fresh za masiku bana ndugu yangu. Bana mshukuru Mungu niko salama, niko poa kabisa. Harakati za usajili bado tunaendelea nao. Tukianzia hapo kwenye harakati za usajili. Mwanzo ilitoka kama makundi lakini sasa hivi tunaona kuna kulia moja. Kitu gani kinachoendelea sako? Baada ya kutolewa wale wachezaji 7 kwa makundi, kwa sasa hivi tunatoa mmoja ambao tunaona kama vile huyu hata tukizi katika mahitaji ya msimu ujao. Ndio maana tunaamua kutoa mmoja baada ya mwingine. Kwa maana hiyo tunaangalia sisi sasa mahitaji gani ambayo Simba Sports inataka kwa ajili ya kwenda kuleta furaha kwa wana Simba au kwa Tanzania kwa ujumla, kwamba ni furaha gani inaenda kuletwa na wachezaji gani wenye quality ambao unaweza tukawaleta hapa Simba Sports Club kutoka kwenye nchi mbalimbali. Kwa list ambayo umeiona, kuna sehemu yote ile pale ambayo unahisi kama labda hapo bana Simba umekosea? Mimi sijaona, kwa sababu kwanza mimi nipende kusema kwamba mimi naungana na uongozi wa Simba Sports Club pamoja na benchi la ufundi la Simba. Naungana nalo kwa wao ndio wanaojua wapi kwenye udhaifu ili Simba yetu isonge mbele. Wao ndio wanaojua, pamoja na kiongozi mkuu ambao ni bosi wetu mkuu Mo Dewji. Anafanya kazi yake kubwa sana kuhakikisha wana Simba wanakuja kupata furaha. Sehemu ambayo watu wengi sana wamekuwa na complain nyingi sana, hususan ile pale ambao walitoa kama mafungu hivi kuaga wachezaji wa Simba kwa Musa Pinpin Kamara. Comment zimekuwa nyingi sana za mashabiki na wengi wanadai kwamba hii hapana, haiko sawa. Kwa nini? Mimi sijaona kama kuna tatizo, kwa sababu Pinpin Kamara au Musa Kamara yeye amekuwa injury ndani ya mwaka mzima, msimu mzima. Unamrudisha yeye, ataweza kuofa? Kwa mfano, tunatolea mfano, alishakaa golikipa wetu msimu mzima hakucheza, ila tunakuja kukutana na mtani wetu akatukanda goli 5-1. Umeona? Kwa hiyo lazima hilo swala tuliangalie kama sisi wana Simba na mashabiki, tusilete lawama tu kwa nini Pinpin Kamara ameondoka, ni golikipa mzuri. Hapana, tunachotaka kuangalia, je, kashaka msimu mzima nje, anaweza akarudi akaperform kama alipoperform mwanzo? Kama ataweza, hiyo ni bahati nasibu, ila kama hataweza, ujue kwamba tutaenda kupoteza lenki ambayo tuliokuwa nao, lenki ya nafasi ya 10 nafasi 10 bora ya barani Afrika. Kwa hiyo kitu wanachokifanya viongozi wetu mimi naona ni sahihi. Wacha wakifanye, sisi furaha yetu sisi tuletee wachezaji ambao watatuletea furaha ndani ya Simba Sports Club. Kasari anatosha au watafutiwe mbadala? Kasari anatosha. Light kama tungekuwa tuna wachezaji wa kigeni, magolikipa wa kigeni wawili, tungeweza kumbakisha Pinpin Kamara. Ila yule Kasari mimi na imani kwamba alikutana na timu kubwa ambao ina mashabiki wenye pressure kubwa. Kwa hiyo ameshakaa vizuri, amesha recover mpaka sasa hivi. Kasari tumwache aendelee kuenjoy Simba. Ubora wa Kasari pamoja na Pinpin Kamara ambaye amepewa thank you kwenye timu yenu, utofauti wao uko wapi haswa ukilinganisha kile kitu ambacho amekionyesha tangu asajiliwe pale Msimbazi? Na utofauti wa Pinpin Kamara ni mzuri kwa penati, ila huyu hatujapata changamoto ya penati tukamwona kwamba uzuri wake uko vipi. Ila Pinpin Kamara alikuwa ni mzuri wa penati, ila Pinpin Kamara alikuwa na madhaifu yake. Madhaifu yake ni magoli ya mbali, kama lile goli ambalo tulifungwa na Coastal Union ambao walitufunga pale KMC, goli la mbali, na makosa mengine madogo ambao mpira ulikuwa umeshatoka nje kisha yeye akaurudisha ndani mpaka watani wetu akatufunga lile goli ambao alipiga Chama. Umeona? Kwa hiyo sasa mimi niseme tu kwamba kila mchezaji ana mazuri yake na mabaya yake. Sisi huyu ambao tuko naye sasa hivi ana mazuri yetu ambao tumemwona kwamba katufikisha hapa. Kwa hiyo tuendelee kumwamini Kasari, ni golikipa mzuri. Nidhamu kama Jonathan Soa imemgharimu hivi kwenye 1 na 2, lakini pia naye pia amepewa thank you kwenye wale watu ambao wanahitajika waondoke pale wekundu wa Msimbazi Simba. Unahisi kwamba kulikuwa ni muda wake sahihi ya Soa kuondoka au walihitajika wakae naye chini waamalize haya? Jonathan Soa kwanza niseme tu kwamba ule ni kirusi katika Simba Sports Club. Kwa nini kirusi sako?
Ni kirusi kwa sababu Jonathan Soa hakuwa, yani kwanza ni mtu ambaye hana nidhamu, na unapokuwa huna nidhamu kwa viongozi wako wa Simba na kwa benchi la ufundi, huna nidhamu, unaleta maneno ambayo sio mazuri kwa wachezaji ili waharibu mechi. Hiyo ni nidhamu ambayo ni mbovu. Hata timu yoyote, hata ya mtaani, hakuna timu yoyote hata ya chini inaweza ikamkubali Jonathan Soa. Kumbe kuna maneno ambayo aliyapeleka kwa wachezaji wenzake wacheze timu vibaya, wacheze mechi vibaya. Of course, sisi game ipi kwa kumbukumbu za ndani kabisa, mimi nakwambia kwamba game ya tuliyopoteza ya kwanza kabisa na sisi na Azam, ile game alihusika vikubwa sana Jonathan Soa kwa ajili ya kuiangamiza Simba. Sahihi kabisa. Hiyo ni kitu ambacho nakwambia za ndani, kwa sababu sisi ni watu ambao tuko karibu na Simba Sports Club, tunajua na tunaambiwa na baadhi ya viongozi wetu wanatuelekeza bana, kuna 1 2 3. Sawa. Ila sisi tunaona tusiatoe public. Umeona, tunaona tuyaache tusiatoe public, lakini tunakuwa tunafahamu kwamba Jonathan Soa kutolewa, hakuna mwana Simba yoyote au shabiki yoyote wa Simba Sports Club ambao amekasirika kwa Jonathan Soa kuondolewa, kupewa thank you. Na baada ya ile game kupoteza, ni kwamba wachezaji wenzake waliticho kitu ambacho amekiamrisha ama kukuambia? Ndio maana tunapokuwa na wachezaji ambao wana damu ya Simba Sports Club, ni wale ndio waliotoa siri ya kwamba bwana kaniletea message 1 2 3. Hii hapa message ni ikaonyeshwa kwa viongozi na mpaka yeye kuwekwa bench kwa muda wote huo. Exclusive hiyo bana. Watu walikuwa hawajui, kumbe huwezi kujua. Sisi ndio maana nakwambia, sisi za ndani ndio tunafahamu zaidi, kwa sababu tuko karibu na timu yetu. Ndio maana tunakwambia hivyo kwamba yule message zake ndio zilizomsababisha kwamba la message alikuwa anatumiwa upande wa pili kwamba kuna pesa 1 2 3 inatoka, kwa hiyo muharibu game. Kwa hiyo anawashawishi wale wachezaji wenzake kwamba washawishike kwa hiyo pesa ambayo inatolewa na upande wa pili. Kumbe Soa alikuwa anaokota bana. Alikuwa anapata maokoto sana, alikuwa anaokota upande wa pili sana, kwa sababu kama kuna rais wa hiyo timu fulani anamuita baba, sasa unategemea baba na mtoto na kwaje? Kuna nini chini ya kapeti? Bwana wewe, mfumbie mjinga, ila mwelevu atajua. Sisi kama Simba tunajua kwamba ile ilikuwa ni fumbo tu, kwamba alikuja kimkakati Simba Sports Club, ila mkakati wake umefeli. Ina maana tungeendelea kumbakisha Jonathan Soa pale Simba, tungekuwa nafasi ya 4 ligi kuu. Bana, nimekufuata hapa Uhuru Kariakoo, lakini umeniambia kuna kikao kitahusu nini? Ajenda yake ni nini kwa uchache tu? Ajenda ya kikao hiki cha leo, wana Simba ambao tuko hapa Kariakoo, tunajadili swala zima la kusafiri kwa ajili ya kwenda kuzindua siku ya Simba au wiki ya Simba. Wiki ya Simba itakuwa na mambo mengi, kwa hiyo tunaenda kutangaza utalii, tunatakiwa tuondoke vipi, tuondokeje na turudije. Umeona, kwa sababu hii ni Simba, ni taasisi kubwa. Tunapoenda kule tujipange kwamba tunaenda kuiongelea vipi Simba yetu, tunaenda kuiongeleaje utalii, tunaenda kuiongeleaje utalii kwa ajili ya taifa letu la Tanzania. Hivyo kwa hiyo tuna mambo mengi ambayo tunaenda kuyajadili leo. Na mimi kama mwanachama wa Simba na mwanachama kwenye tawi letu kama kiongozi, umeona, kwa hiyo imenibidi kushiriki hili swala kwa uadilifu mzuri, na tunaenda kulifanikisha vizuri. Tarehe 25 tutakuwa Ngorongoro, mbuga za wanyama, pale alipotoka Simba ambao jina letu ambao limeasisiwa kama Simba, sisi ambao Simba timu kule, sasa ndio makao makuu yetu sisi ya Simba Sports Club. Okay. Naam. Turudi kwenye usajili. Moja kati ya mtu ambaye anatajwa huenda labda akawa ni miongoni mwa sehemu ya timu ama kikosi cha Simba msimu ujao ni Mwamba Shalulile. Hii ikoje Isako? Bwana, tuseme tu kwamba Simba wamedhamiria kufanya jambo kubwa sana hapa Tanzania, kwamba wanataka kuiheshimisha Simba kama timu ambayo iko katika top 10 hapa Tanzania, hapa Afrika. Kwa maana hiyo sasa Peter Shalulile ni mchezaji mmoja ghali sana, afu ni mchezaji mmoja anajua sana
Kwa maana hiyo hakutaka kwenda timu yoyote ingine, ila amekuja timu ya Simba Sports Club. Peter Shalulile tunamuona katika viunga vya Simba Sports Club. Wengi wana doubt kama hiji go. Amna maneno tu. Kwa upande wa pili wameenda kumtafuta huyo mchezaji lakini imeshindikana. Kwa hiyo unaposhindikana kumchukua mchezaji kama huyo, lazima maneno mengine ya kejeli atakuwepo. Kwa maana hiyo watasema ni mzee ni nini, lakini Peter Shalulile ni mchezaji mzuri kwa Tanzania yetu na ligi yetu ya Tanzania kwa ujumla, atatusaidia kwa ujumla. Kwa hiyo tunatumaini kama kwa mfano anakuja, kuna competition kubwa sana kati ya Mwalimu na KA, yupi ambaye atakuwa bora hapo kwenye ushambuliaji? Kwenye ushambuliaji anayejua anajua. Sisi hatujataka kumwacha Selemani Mwalimu. Naam. Hatujataka kumwacha kwa sababu ana mchango mkubwa. Mechi zote toka ametua Simba Sports Club ana magoli 16. Ni magoli mengi sana kama mchezaji. Umeona bwana? Na hapo ni mwanzo tu. Ndio maana tukampa mkataba tena mwingine aendelee kuitumikia Simba, na imani kwamba ataenda kutuofa jambo kubwa zaidi, na ni mchezaji wetu na ni mchezaji wa timu ya taifa Tanzania. Tunaendelea kuwa naye na yani watakuwa wanapishana na Peter Shalulile, kwamba atatoka Peter Shalulile ataingia Selemani Mwalimu, mzee wa finishing. Tukielekea msimu ujao wa klabu bingwa, nini hasa matarajio ya Simba Sports Club? Itosha tu kusema kwamba sisi kama Simba tuna imani ya kwamba matarajio yaliyokuwa makubwa zaidi kwa Simba ni kwenda klabu bingwa, kufika fainali ama si nusu fainali. Yaani sisi matarajio ya kusema kwamba tunataka ligi kuu ya Tanzania kwetu sisi kama kigezo tu, lakini lengo dhumuni kubwa ni kwenda kupambana kwenye taji kubwa la barani Afrika. Sisi hapa Tanzania wacha wachukue wenyewe wanaochukua kila siku. Wacha wachukue mpaka wachoke. Wachoke kabisa, wali mpaka wenyewe waseme bwana sisi tumechoka. Niwaambia haya, mpeni Azam. Sisi sako bana. Wampe Azam. Wale BC hauna mipango nayo tena. Hivi kombe kama hili sisi tutaanza kupita kila msimu wetu tumechukua kombe hili na kuweka parade. Ya nini kombe kama hili? Ili kombe tuachie watu ambao hawajawahi kuchukua. Wale BC na CRDB kubwa ipi? Ndio maana sisi kwanza hatujashangilia nani ile parade ya CRDB imeshangilia. Tunashangilia parade ile. Sisi tumeshangilia mabasi. Kumbe ile ilikuwa ni kwa ajili ya mabasi ile parade. Kwa ajili ya mabasi iliza, kwa sababu walisema tajiri yetu, mdhamini wetu hawezi kuleta mabasi, tukawaonyesha. Na ile tukasema kwa sababu tuna vikombe hivi viwili vya muungano na hii CRDB, basi tuwaonyeshe tu kwamba sisi tunaweza. Mabasi haya waseme lingine. Wenyewe wameenda kukodi gari Uganda, wamekodi gari lao Uganda kulileta hapa kwa ajili na hivyo. Yani kwa kweli mimi sijui nikwambie nini. Huyu Jairuti huyu amekuja kuleta mapinduzi makubwa sana hapa Tanzania. Hakika mpaka sasa hivi nakwambia Jairuti sijui nimzungumzie na tajiri gani hapo kwa upande wa utopolo. Sijaona, kwa sababu ana ubunifu sawa wa kufanya jambo. Leo hii sisi kama Simba, cha kwanza ubunifu wetu tuliokuwa nao, tumeenda Ngorongoro. Wenzetu baada ya kuona kuna send off ilifanyika mkoa fulani wa Katavi, send off imefanyika Katavi, wakaona na wenyewe sasa waende Katavi wakafanya uzinduzi wao ya wiki ya wananchi. Kwa kweli inasikitisha, hawana ubunifu. Sisi tuna ubunifu mkubwa. Tunawashukuru viongozi wetu kwanza kutuletea msemaji mwenye akili ya kujua nini wana Simba wanataka. Sisi tunaomba kwamba siku ya Simba, wiki ya Simba zinaendelea, tutaendelea kufanya jambo likae vizuri mpaka siku ambayo itakuwa siku ya Simba Day, kama itafanyika uwanja wa Uhuru aidha uwanja wa Mkapa, kama utakuwa umeshakuwa tayari. Baba, watu watakuwa ni wengi sana, sidhani kama kutatosha kwa uwanja mmoja. Sidhani. Tumalizie na hapa, umezungumzia swala nzima la Jairuti. Tukiangalia msimu uliopita amekuwa na mchango mkubwa sana kuwaleta wachezaji ambao wameleta impact kubwa sana mpaka msimu unaisha. Unadhani kwamba tukisema tumpe nafasi nyingine tofauti na iwapo, kwako wewe inakaaje? Anastahili kupewa kama labda wenyekiti na nini? Jairuti asimame kama mdhamini. Anajua.
Kwanza Jeruti anajua nini maana ya Simba Sports Club. Hana mbambamba, kwanza kaweka mzigo wa maana, mabilioni ya pesa kaweka, hana njaa. Unampa mwekezaji ambao hana njaa. Vile vile anakuletea kile kitu ambacho sisi hatukutegemea kuletea, mabasi ya Jeruti yale ya Eliza. Sawa, Jeruti kaleta. Waambie sasa wenye upande wa pili, sasa hivi na wenyewe naamini lazima wataiga. Yaani Yanga lazima wataiga hiki ambacho sisi tunachokifanya. Na licha kuiga, kuna huyu mtu kumpata ni shida sana. Huyu mtu kumpata huyu ni shida mno. Kwa hiyo sisi tunamshukuru sana Jeruti anachokifanya, kafyetua jezi ambayo yani Tanzania hakuna mtu ambaye ameshawahi kufyetua jezi kama Tanzania. Hakuna mtu ambaye amefyetua jezi kama hizi. Wala Simba tukae mkao wa kula, mzigo unakuja tena ni original. Ukivaa kama vile inakupepea feni fulani hivi, labda inakuletea yani wewe mwenyewe hata kama wewe kamwili kako kanalega unashangaa tu mwili unazidi kuwa bonge, kwa sababu unavaa jezi ambayo yenye quality wa maana, quality mkubwa, jezi yenye kiwango cha kimataifa cha Ulaya. So taifa la Tanzania cha Ulaya. Yaani unavaa jezi ambayo kule Ulaya anakuambia ile jezi inaweza ikanunuliwa hata milioni 2 jezi moja. Basi sasa kwa mimi nikushukuru sana. Asante sana ndugu zangu, karibuni sana. Madini yote unayapata kwa Sako Simba hapa. Madini yote ya Simba Sports Club, wachezaji wanaoondoka na wanaokuja. Kesho ukija nitakwambia madini yote walioingia usiku wa leo. Shukrani sana. Asante sana.